Na tukisonga mbele, wakazi wa kaunti ya Busia wanaotumia barabara kuu ya Kisumu kuelekea Busia wanalalamika kuhusu wembamba wa barabara hiyo, hali ambayo inachangia ajali za kila mara, huku waathiriwa wengi wakiwa ni wahudumu wa bodaboda ambao wanagongwa na malori ya masafa marefu. Jeremy Omondi anaarifu zaidi. Kwa wembamba wake, huenda ukadhani ni barabara ya kiwango cha chini zaidi, ila hii ni barabara kuu ya Busia Kisumu inayoorodheshwa kwenye kiwango cha A12, ikiwa na maana kwamba si barabara ya kitaifa bali ni barabara kuu inayounganisha Kenya na Uganda. Hadhi ya barabara hii inafaa kuiana na ukubwa wake, ila hali si hivyo katika kaunti za Busia na Siaya na hata baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kisumu. Wembamba wa barabara hii kuu sasa ndio jinamizi kuu kwa watumizi wengi na hata wanaoishi kando kando yake. Juzi tumesika hapa kijana kutoka Mrende amekufa. Pale chini ndugu yangu kutoka hapa Matausi amekufa. Pale juu kuna mama mjamzito amekufa. Mama aliwawa hapa juu, akakanyagwa kichwa ikakuwa kama bahasha. Vitabu za watoto na rula na set zilitapakaa kwa barabara. Watoto wa huyo mama sasa wanahangaika. Hii si ajali ya kwanza, hii ni ajali mara mingi sana hapa na Busire. Watoto wa watu tumeokota kwa hii barabara. Barabara hii kuu inayoliunganisha taifa la Kenya kwa mataifa jirani ya Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa mengine ya Afrika ya Kati inaifanya kuchangia mabilioni ya pesa kila mwaka katika pato la kitaifa, ikiwa na maana kwamba uimarishwaji wake unastahili kuwa kila mara ili biashara ya kimataifa pia izidi kuimarika. Lakini wakazi wa Busia wanaamini barabara hii imetelekezwa. Busia ni boda kubwa. Mnapanua barabara zaidi ambazo hazina ushuru kama compared to the border point ya Busia. Mnapanua barabara ya Malaba, mnaigneglect barabara hii ya Busia hii. Unapoangalia upande wangu wa kulia kuna shule. Na kama kuna shule na hakuna sign ambayo inaonyesha kwamba kuna shule hapa, ni makosa na hatari kubwa. Tunapoongea saa hizi kuna mwanafunzi ambaye ako hospitalini kwa sababu aligongwa na gari akiweza kucross barabara. Walichimba shimo ama mtaro wakisema wanataka kuipanua. Baada mimi nashangaa ni kama walituchimbia kaburi badala ya kupanua barabara. Kando kando barabara hii, mmomonyoko wa udongo umechimbua na kusomba udongo hadi pembezoni mwake, hali hii ikihatarisha zaidi maisha ya watumizi. Sasa wakati matrela inapokuja inakushtua honi kwa matako hivi, unachanganyikiwa, unakosa mahali pa kwenda. Na hiyo trela inakugonga, unaingia kwa mtaro, na hiyo trela inapita ikienda, wewe wanakuokota hapo, unakufa. Kwa muda wa mwaka mmoja tuko na bodaboda zaidi ya 12, 5 wameweza kuaga na 7 wameweza kuvunjika, hata wengine ambao wako grounded. Sasa ile simeanguka kwa barabara, sinapita paka kwa piloti yangu kwa shamba yangu. Sina kanyaga chakula zangu. Mimi nimechoka na hiyo kama. Kwa mujibu wa wanaoishi kando kando ya barabara hii, ajali hutokea hapa mara kwa mara. Kudhibitisha kauli hii, unapotembea kando kando yake, hasa eneo la Rakite kuelekea Bumala, kuna vigae vya vioo vya magari vilivyovunjika kutokana na ajali, bidhaa na vifaa vya wasafiri kama vibeti, kofia, viatu na vingine vinavyoonekana kusalia hapa baada ya ajali, dhibitisho tosha kuwa barabara hii imekuwa chanzo cha mauti na kuwasababishia wengi ulemavu. We have lost over 60 people in a stretch of 3 kilometers within 3 months. Those are votes lost. 60 votes make a very big difference. Hatuwezi kuwa tunagongwa na serikali kwa ushuru, tunagongwa na trailer, tunagongwa pia na wanawake kwa manyumba. Hili wanawake watugonga lakini sio trailer. Hali hii imepandisha hamaki ya watumizi wa barabara hii, hasa wahudumu wa bodaboda ambao ndio waathiriwa zaidi, wakitaka serikali kuishughulikia barabara hiyo kuu ya A12 kutokea Kisumu hadi mjini Busia. Kenha haswa ingilia katikati hapa yakisha kwamba barabara imepanuliwa. Maana barabara hii hawezi fanya overtaking. Barabara haina alama. Pale kuna junction. Hakuna alama ambayo inaindicate kwamba kuna junction. Kila siku ni matanga ambao watu hawajagonjeka, watu wamekufa. Yaani kila siku wakikuja ni about tutaongelea Kenha, tutaambia watu wa Kenha
hatujaona wakishughulika about hii barabara. Nikiwa kwenye barabara kuu ya Busia Kisumu katika kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.